Naam, mtazamaji, tunaingia katika awamu yetu ya mdahalo wa Mwenge wa Kaunti. Leo tukiwa tunaangazia mustakabali wa masomo ya sekondari msingi, na hapa studioni tuko na wageni ambao wataweza kutusaidia kuelewa kama watoto wako tayari kufanya mtihani. Na kumbuke kwamba kutakuwa na huu mtihani wa sekondari msingi ambao ni KJSEA ambao utaanza tarehe 27 mwezi ujao, ambao unaanza hapo kesho hadi tarehe 5 mwezi Novemba, ili waweze kusonga mbele katika daraja lingine katika masomo hayo. Na hapa studioni tuko nao wazazi, walimu pamoja na washikadau katika sekta ya elimu. Hapa karibu nami hapa chini ni Caroline Baitha ambaye ni mzazi wa watoto wawili ambao wako katika sekondari msingi katika shule ya msingi ya Harambee. Karibu naye hapo katikati ni Michael Karanja ambaye ni afisa mkuu kutoka kituo cha Gravity kinachoangazia masuala ya masomo ya CBC. Karibu naye pale mwisho ni Ann Zao ambaye ni mwalimu wa sekondari msingi kutoka shule ya msingi ya Harambee. Tukienda pale juu tuko naye Duncan Arimi ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa kituo cha Gravity, na hapo kando tuko naye Washington Kodende ambaye ni naibu mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Missions of Hope. Kwa kweli kuna mengi ya kuzungumziwa, lakini kwanza, hivi majuzi tulikuwa katika kaunti ya Kilifi ambapo mtoto mmoja kwa jina Agnes aliibua swala muhimu kuhusiana na miundo msingi kwa wanafunzi katika mfumo huu wa masomo ya CBC. Hebu tumsikize alisemaje na jibu lililotoka kutoka kwa maafisa wakuu wa Wizara ya Elimu. As a junior secondary school learner, we are facing challenges about the laboratories, the computers, and I was asking, how will you provide them? Since us grade 9, tunatoka hii mwaka, alafu tunaexpectiwa kufanya some assignments ambazo hatuwezi tukazifanya kwa sababu hatuja experience. Hata mimi sijawahi na lab. So I can't. Sisi nikafanya hizo experiments kama sijawahi experience kutoka kwa walimu. They are trying but hatuna labs na hata computers hakuna kwa shule. Thanks. CS? Yes, that is one of the challenges that we are facing in junior school, and what was happening is that we were trying as much as possible to ensure that those institutions have labs, and the government has provided resources to build 1,600 labs. And number two, there was a plan to ensure that some of those students are able to attend centers of excellence or neighboring schools to be able to access those facilities. We acknowledge that that has been a challenge in junior school, in some of the junior schools, and that is what we are trying to do. But also, as a government, we are trying to ensure that the mobile labs that were being done by our SEPU were being provided to some of those schools. So if we get to know which school that is, we'll see what arrangements that can be done as soon as possible to be availed. And of course, Mashirima, PS of Basic Education, this is his docket, he's also here. I don't know if there are questions to him. Okay. Thank you very much. I needed to just add to what the CS has said about the labs. Okay, the government has put in several interventions, including constructing 1,600 labs. For Kilifi County, we have planned to construct 36 labs within this county to support the transition from junior to senior. In addition to that, the other intervention the government has put in place is to give scholarships to students. Currently, we are supporting 468 students who are on scholarship called Elimu Scholarship in Kilifi County. In addition to that, in the last financial year, the government constructed 713 classrooms across Kilifi County to promote education. In addition to that, again, Kilifi County continues to benefit from the school feeding program. 174 schools in this county are in the school feeding program, which really helps encourage children to go to school, and it's actually rolled in all ASAL areas. And I want to report that the government is doing everything possible to intervene to ensure that Kilifi County's education comes up just like the rest of the country. So in terms of infrastructure, in the last financial year, 1.4 billion was brought to Kilifi County to support education across primary, junior, and secondary. Her question is specific to her and her classmates. I hear you.
It is a specific, I agree that it's a specific question and it's a challenge, especially if she wanted to take the pathway of science, STEM. So that is a challenge I think that we can take up and see what we can do for that kind of students existing, because now it is clear that there are some institutions that have not taken up the advice and the guidance that we gave, that you can go to a neighboring school and see that the children... Waziri, when is the JS assessment? When is the assessment for grade 9? The assessment. The assessment for grade 9? Yes. When is it? It's coming in November. So what will she do? Yeah. In September? You put me in a situation. Naam, ndio taswira iliyokuwepo katika kaunti ya Kilifi. Mwanafunzi mmoja hapo akisema hajawahi kuona maabara na anatarajiwa kufanya mtihani ambao utakuwa unahusisha masuala haya. Wacha tuanze na hali hapa Nairobi. Anza, wewe ni mwalimu katika shule ya msingi ya Harambee. Hebu tueleze, katika shule yenu wanafunzi wametayarishwa kwa njia gani? Nyinyi mko na maabara? Asante sana Mashirima. Langu ni kusema kwamba wanafunzi wetu wa Harambee tumewatayarisha vilivyo. Kwanza kwa mitihani ya kitaifa tumekuwa na tathmini za ndani na pia tathmini kutoka NEC ambayo inawatayarisha wanafunzi kwa mitihani ya kitaifa. Pili, tumetunukiwa kuwa na maabara shuleni. Tuna maabara moja shuleni ambayo inawafaidi wanafunzi wote wa shule ya sekondari ya msingi. Asante. Asante sana. Washington, wewe ni naibu mkuu wa shule ya upili. Nyinyi ndio mtakuwa mnapokea hawa watoto ambao watakuwa wanafanya KJSEA mwishoni mwa mwezi Oktoba hadi mwanzo wa mwezi Novemba. Mko na matarajio gani? Asante sana Mashirima. Kwanza kabisa wacha niseme pale ambapo na hudumu kama naibu mwalimu mkuu, tuko na JSS primary na pia tuko na high school. Kwa hivyo huwa tunaangalia, tunakaa pamoja, tunaangalia venye hawa JSS wanajitayarisha. Wacha niseme kwamba wako tayari. Na hata sisi tumejitayarisha kwa sababu kama ni infrastructure tuko nazo, na tushafanya assessments tukajua ni watoto wangapi tutachukua, ni wanafunzi wangapi tutachukua kulingana na ile infrastructure yenye tuko nayo. Kama ni maabara tuko nazo kama 3. Kwa hivyo ningesema sisi tuko tayari. Tuko tayari. Ingawaje hiyo sekta ya retooling ya walimu ndio government haijatusaidia sana. Lakini wacha niseme kwamba tuko tayari kupokea wale wa grade 10 next year. Duncan Areme, kama afisa mkuu mtendaji wa Gravity, ukisikia mtoto kama Agnes katika kaunti ya Kilifi, nadhani anatoa taswira ya zile shule ambazo ziko maeneo ambayo hayako mijini, ukosefu wa miundo msingi, inaweka wapi katika utayari wao wa kufanya mtihani huu? Duncan. Asante sana Madam Kapombe. Nitajibu hiyo swali ukiniruhusu kwa lugha ya Kiingereza, sababu niko na mambo ningependa kueleza vizuri isikike. Because we actually did a study, Gravity CBC Resource Center, and we wanted to find out exactly what are the learners missing if they don't have a lab. And what we realize is when people talk about the lab, they are talking about the physical building. A lot of schools have labs, but they are only physical buildings. So they are quite happy that they have a lab because they have a physical building. And others have the instruments in the physical building, so they have the lab and the instruments, and they are quite happy now they are compliant.
But a lot of those schools have not even passed on the knowledge using those the equipments. So the teachers have not been even probably exposed to how they can impart the required knowledge and skills. And CBC is a curriculum that emphasizes on improvising and using locally available materials. Actually, a lot of the activities that are done in the lab, contextually what we are talking about the lab, they don't need a physical lab. You just need a table some tables and some benches. And the learners can still interact with what they need to interact with without necessarily having a physical lab. So, kwa hivyo inawezekana kwamba kutakuwa na wanafunzi wengi haswa kutoka maeneo ambapo yako mashinani ambao hawataweza kuendelea na ile pathway ambayo inahusiana na sayansi. Labda Michael unaweza kutusaidia kujibu hilo swali. Yeah, inawezekana kwa sababu kama wakati mpaka sasa wengi wao hawajaweza kuona maabara yenyewe. Labda hata hizo vile vyombo vinatumika kwenye maabara hana habari nazo. Na hiyo yenyewe hiyo ambao padhi ambayo inafaa imewekwa kama ni ya lazima katika shule zote za sekondari. Kwa hivyo itakuwa ngumu. Itabidi sasa labda waende kwa padhi ya social sciences na arts and sports. Kwa sababu sasa mwanafunzi unapomwanzishia anapoingia sekondari ndio unaanza kumwanzishia mambo ya maabara. Itakuwa ngumu kiasi. Itakuwa ngumu kwa njia gani? Labda nianze na Washington. Maana nakumbuka katika 844, sisi tuliofanya 844 tulikuwa tunakumbana na hivi vitu tukifika high school, ukienda form 1. So ni nini ambacho kitakuwa na mapungufu zaidi kwa hawa ambao katika gredi ya 7, 8 na 9 hawajawahi kukumbana na hivi vitu na sasa wanaingia katika shule za upili? Wacha niseme ya kwamba Mashirima kenye hii mfumo wa CBE imekuwa sawa na iko sawa, lakini kwa wanafunzi I think kuna ile level of sensitization yenye haikufanywa vizuri. Kwa wanafunzi ama kwa walimu ama kwa shule pia? Kwa walimu. Hii ni jambo yenye imekuwa ikiongelewa, lakini ile sensitization ya walimu wakuwe equipped, tukiachana hata na shule, walimu wakuwe equipped na the required ama the requisite what we call the requisite skills on how to tackle the CBE. Hapo ndio kumekuwa na changamoto. Structure iko operational, what do you call it, structural, but equipment ama retooling ya walimu, hapo ndio kuna shida. So shida hata sio maabara ama tuseme vitabu ama nini. Shida ni ile equipment. Kulingana na mimi naona equipment ya walimu. Equipping ya walimu. Yani walimu hawajawezeshwa. Exactly. Kwa upande wako, Ukodende anasema walimu hawajawezeshwa. Kwa wewe unaona changamoto kuu ni gani tunapoelekea katika mtihani, na matarajio yako ni gani kwa hawa wanafunzi ambao baadhi yao wanasema kuna baadhi ya mambo waliohitaji hawajawahi kuyaona? Ndio, asante, shukran. Nakubaliana naye kwa jambo alilolisema ni kwamba kwanza ningependa kupongeza serikali kwa sababu walimu wameweza kupewa mafunzo ya awali. Tulipoanza huu mfumo wa miaka miwili iliyopita tulipewa mafunzo. Kwa hivyo baadhi ya walimu wana mafunzo, lakini changamoto ipo kwa walimu ambao kwa mfano kuna masomo ambayo hayana walimu walimu wa kufunza kama CAS.
hilo somo la hiyo ni creative arts and sports. Ndio unapata kwamba somo hilo limejumuisha masomo mengi sana ambayo yanahitaji walimu tofauti kulifunza, lakini limewekwa pamoja. Mwalimu analazimika, kwa mfano mwalimu wa Kiingereza analazimika kufunza somo hilo ingawa hana mafunzo mengi. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto nyingine ni miundo misingi. Unapata kwamba miundo misingi bado haijatekelezwa, haipo kwa wingi. Kwa hivyo inachangia sana katika kutotekeleza kwa mfumo huu wa umilisi. Na mwisho kabisa ni mielekeo. Bado washikadau hawajakumbatia mfumo huu wa umilisi. Wanafunzi wetu ndio wamekubali, wanafurahia sana na huu mfumo, lakini walimu wengine bado, wazazi pia hawajakumbatia vilivyo. Kwa hivyo sisitizo liwe kwa washikadau waungane pamoja ili waweze kuona mfumo huu umefaulu. Na nadhani swali ni sasa ni mwezi mmoja, chini ya mwezi mmoja, washikadau wakishikana sasa, kama kutakuwa na mabadiliko ambayo yatakuwa na mashiko. Lakini mtazamaji, kwa sasa tutapumzika kidogo, tutarejea hivi punde tukiwa tunaendelea na mdahalo wetu. Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli Sema na Citizen. Usiondoke hapo.